Habari, jina langu ni Robin Rachel. Sasa siku ya Jumatatu Donald Trump alipita pale Israel, akakaa kwa masaa machache na akapata nafasi ya kuhutubia bunge. Alipokuwa anahutubia, moja ya maneno aliyoongea yaliyonishangaza ni alisimulia ni jinsi gani kasaidiana na Netanyahu kupambana katika vita ya Gaza. Akawa anasema kwamba Netanyahu alikuwa anamuomba kila aina ya silaha. Kuna silaha ambazo Netanyahu alikuwa anaziomba ambazo hata yeye mwenyewe Donald Trump hajawahi kuzisikia, lakini wakafanya kila wawezavyo wampatie kila alichokuwa nakiomba kwa ajili ya kupambana katika vita ya Gaza. Kilichonishangaza ni kwamba sikujua kwamba Netanyahu alikuwa anaomba kila aina ya silaha kwa ajili ya kupigana na wanamgambo tu, na sio kwamba anapigana na Mrusi pale Gaza, anapigana na wanamgambo. Umenielewa? Wanamgambo wa Hamas ambao wanajeshi wao wako kama 50,000 huku wanajeshi wa Israeli nafikiri ni zaidi ya 200,000. Umenielewa? Na wanasaidiwa na jeshi namba 1 duniani kwenye masuala ya ujasusi, kwenye masuala ya kijeshi, bajeti ya jeshi, na pia anaomba kila aina ya silaha mpaka ambazo Trump hazifahamu. Lakini kwa miaka 2 aliyopambana kashindwa kukomboa mateka kijeshi mikononi mwa wanamgambo katika eneo ambalo wao Israel wana control kila sehemu, mipaka, anga pamoja na maji, lakini mateka wameshindwa kukomboa kijeshi, na mateka walikuwa juu ya ardhi. Hivi ndivyo habari zinavyosema, na kuna wengine wamekufa kwa sababu ya makombora ya Israel na wako kwenye vifusi mpaka leo hawajafukuliwa. Hivi ndivyo habari zinavyosema. Sasa kama mtu anapewa silaha za kila aina mpaka ambazo Trump hazijui kwa miaka 2, inakuwaje anashindwa kukomboa mateka Gaza waliokuwa mikononi mwa wanamgambo na wamewajaza, na Gaza wanapa control wao, wamejaza majasusi kila kona ya Gaza, alafu na teknolojia bora duniani za kijasusi zinamwangalia kila Mpalestina kila anachofanya. Hiki ni kitu ambacho kimenishangaza sana. Hii maana yake ni kwamba Hamas ni bora kiasi hiko, kiasi cha kuweza kuwafanya jeshi bora duniani la Marekani na bora duniani la Israel washindwe kukomboa mateka, na mwisho wa siku imebidi mateka wakombolewe kwa njia ya mazungumzo yaliyofanya Israel imebidi watoe majeshi, warudishe nyuma majeshi, ambako wangeweza kukomboa wenyewe mateka kijeshi. Sasa hivi wasingerudisha nyuma majeshi, wangechukua Gaza nzima, lakini imebidi waaibike, wakae mezani na wale waliosema ni magaidi na waliotuahidi kwamba wanakwenda kuwamaliza. Imebidi wakae nao mezani tena kwa ajili ya kunegotiate swala zima la kuachiwa mateka. Ni kitu ambacho kimenishangaza sana. Usisahau kutembelea YouTube channel yetu ya Robin Media, bonyeza link hapo juu, utaenda kuona video nyingi za uchambuzi wa siasa za kimataifa. Na mimi ninaitwa Robin Rachel.